Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na dereva asimulia jinsi alivyonusurika kifo ajali ya basi la Shabibi na lori. Pia kulikuwa kuna gari nyingine iliyokuwa mbele yangu, upande wangu wa kulia kulikuwa kuna gari ambazo zilikuwa nyuma ya lile basi, lakini nilijitahidi kukwepa kwa namna ninavyoweza. Maafisa usafirishaji waeleza njia za kupunguza ajali za barabarani. Kama dereva kabla ya kutoa chombo Serikali yaanza kutimiza ahadi ya kujenga barabara ya lami Vunjo. Tunaanza kwa kiwango cha lami ambapo unaanzia pale chini kwa mita 350. Mimba za utotoni zatajwa kuwa changamoto kubwa katika jamii. Habari za kwako popote pale ulipo mtazamaji wa Matukio Daima Media. Hii ni Matukio Daima Habari kwa siku hii ya leo. Jina langu ni Shamia Rajabu. Nami ni Frank Thegula. Nikukaribishe sana uweze kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati wa taarifa hii kwa siku hii ya leo. Tukianzia huko katika mkoa wa Iringa ambapo dereva wa lori alinusurika katika ajali iliyohusisha basi la kampuni ya Shabibi lilokuwa likitoka Dodoma kuelekea Mbeya, amesema hakuwahi kuamini kama angefanikiwa kulituliza lori alilokuwa akiendesha na hivyo kuzuia maafa makubwa zaidi. Dereva huyo alifahamika kwa jina la James Mpagama amesema ajali hiyo ilisababishwa na lori la kampuni ya Pepsi kufeli breki na kushindwa kudhibiti mwelekeo wake kabla ya kwenda kuligonga uso kwa uso basi la abiria la kampuni ya Shabibi. Mimi nilikuwa wa kwanza mbele. Hili lori lilikuwa nyuma yangu la kampuni ya Pepsi. Wakati mimi natembea hapa pana barabara tatu. Mbele yangu kulikuwa kuna basi ya Shabibi ambayo ilikuwa inatoka Dodoma inaelekea Mbeya. Wakati wa kupishana nayo, lile lori tukaliona limefeli breki kwa umbali mrefu sana, ambapo dereva wa basi alishindwa kulimudu basi lake, alishindwa kujua aelekee wapi. Ndipo yule dereva lori aliposhindwa kulimudu lori lake, akanikwepa mimi nyuma kwenye tela. Baadaye akaingia site aliyokuwa basi na kumgonga uso. Tena gema lile, ndugu mtangazaji, lile gema nimeruka pale kama ndege. Baada ya kufika kuruka kupiga pale hilo gema, mbele yangu nikaona nguzo, ikabidi nikwepe hii nguzo ya umeme. Baadaye nikaona tena nyumba, ikabidi tena nikwepe na hii nyumba, ndipo nikafanikiwa kukamata na breki. Kwa sababu najua jinsi ya kuruka hapa, ilikuwa gari ipo spidi kidogo. Kwa hiyo jinsi ya kucontrol ilikuwa ni changamoto. Kuicontrol lori iweze kwenye gema lile, na hii ukizingatia hii ni kwanza. Baada ya kuona kwenye site mila yangu, nilipoliona lile lori la kampuni ya Pepsi limefeli, kwanza nilijipa ujasiri, nikasema hapa inatakiwa kupambana. Sasa kule upande wa kushoto kulikuwa kuna ngema, upande wangu wa kulia kuna basi. Nikasema hapa ni lazima nipambane, kwa sababu hii kitu unajua inakuja automatically. Ukisema upaniki utashindwa kuicontrol hii gari. Lazima utulize akili ili ujue nini sasa unakifanya kwa muda huo. Nafikiri ningekuwa sijatuliza akili, hata hiyo nguzo ningekula, hii nyumba ningekula, lakini nilijipa ujasiri nikatuliza akili. Nikaangalia jinsi ya kupambana naweza nikafanya nini. Serikali imeanza kutekeleza ujenzi wa barabara ya Pofo Mandaka Kilema kwa kiwango cha lami yenye urefu wa kilomita 7.2 ambapo katika awamu ya kwanza mita 350 zinatarajiwa kujengwa. Hatua hiyo imekuja siku moja tu mara baada ya mbunge wa jimbo la Vunjo Enoch Koola kuiuliza serikali bungeni kuhusu mpango wa kuanza ujenzi wa barabara hiyo kwa kiwango cha lami. Taarifa zaidi na Esther Kameta. Akizungumza wakati wa makabidhiano ya eneo la mradi huo kati ya wananchi na mkandarasi wa kampuni ya Rocktronic, diwani wa kata ya Njia Panda John Maela amesema ujenzi wa barabara hiyo utasaidia kufungua shughuli za kiuchumi kwa wananchi wa maeneo hayo. Tunapenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mradi huu mkubwa ambao umekuja. Mradi huu unajengwa kwa kiwango cha lami ambapo unaanzia barabara Kilema kupanda juu.
Mradi huu ni barabara hususan Nyerere Road. Huu mradi ulikuwa umeombwa kwa kipindi kirefu sana, lakini tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu wa barabara huu, lakini pia tunapenda kumshukuru pia mbunge wetu Enock Zadu Kukola kwa kwenda mbele kwenda kusukuma kupata fedha kwa ajili ya kuanza mradi huu. Mradi huu unaanza kwa kiwango cha lami ambapo unaanzia pale chini kwa mita 350. Mradi huu utakuwa unajengwa kwa awamu. Kwa hiyo kwa kipindi hiki tunaanza na mita 350. Baadaye tunaendelea na awamu nyingine. Hizi fedha zimekuja mahususan kwa ajili ya hii kata. Hii barabara ni kubwa sana, ni barabara ambayo inategemewa na zaidi ya kata 5, ambapo kuna kata ya Njia Panda, kuna Kilema Kusini, kuna Kilema Kati na kuna Kilema Kaskazini. Hii barabara ni barabara kuu ya kwenda pia katika hifadhi yetu ya National Park. Kwa hiyo tunapenda kumshukuru sana rais wetu pamoja na mbunge, lakini pia tuendelee kuwaomba waone umuhimu kuleta fedha nyingi katika kumalizia hii barabara. Wananchi katika kata hii ya Njia Panda wamefurahia sana kwa kuanza mradi huu siku ya leo, na pia tumeahidi kwamba tutashirikiana na mainjinia pamoja na kontrakta waliokuja katika mradi huu make sure kwamba mradi huu utamalizika ukiwa salama bila bughudha yoyote. Asante kwa wananchi, tuendelee kushirikiana pamoja na mkandarasi aliyokuja. Tunajua kwamba barabara hii wenyeji wengi Wachaga. Kwa hiyo mimi naomba ndugu zetu, kwa sababu ya ardhi, hii barabara ina kilomita 7.9, lakini kwa kwanza tunaanza na mita 350. Barabara hii ina upana wa mita 14, ambapo katikati mita 7 upande wa kushoto na upande wa kulia mita 7. Kwa hiyo nachowaomba ndugu zetu hawa ni hii miti, kwa kuwa tunaenda kukata miti hii na pia kuna kipande ambacho tutamega cha ardhi kwa upande wao. Mimi naomba waendelee kushirikiana, wasiwe na fujo, kwa sababu hii barabara imekuwa ikihitajika kwa muda mrefu sana. Bahati nzuri mimi ni mkaaji wa hapa Imo. Kampuni nao iliyopata hii zabuni ya kujenga mradi ni kampuni ya Rocktronic Limited. Ni nzuri, kampuni ya wazawa, ni kampuni inafanya kazi nzuri na tutafanya kazi nzuri hapa, wananchi waridhike. Kwa hiyo najaribu kuhakikisha diwani ya kwamba tutajitahidi kadri ya uwezo wetu kazi tukayofanya ipendeze na tusilete bughudha aina yoyote kwa wananchi. Na pia nilikuwa namuomba pia, kwa vile ameshaahidi ya kwamba tutashirikiana na nyie, pia ushirikiano huo uwepo mpaka mwisho, kwa sababu saa nyingine unakuta kugusa shamba, mimi ni Mchaga, nusu Mmasai. Mara nyingi kugusa shamba la Mchaga ni kesi kubwa sana, lakini sisi tunahitaji maendeleo. Kwa hiyo nilikuwa naomba mambo kama hayo tutashirikiana kwa pamoja na viongozi, na hisi mambo yatakuwa mazuri. Waliopigana mpaka tukapata mradi huu. Mradi huu umekuwa ni wa siku nyingi, kila siku inatajwa, kila siku ni barabara ya Kilema mbovu, barabara ya Kilema mbovu. Bungeni kila siku ilikuwa inatajwa, lakini sasa imefikia wakati wa hii barabara kuwa ni barabara ya kweli. Kupitia viongozi ambao tumewachagua juzi tu, wala hawajakaa muda mrefu. Nafikiri ni bunge la kwanza tu hili. Tayari tunaona matokeo ya faida ya kura zetu, na ninaamini kura zetu zinafanya kazi. Kwa hivyo naomba tu, la kwanza ni ushirikiano. Tukae pamoja, tushirikiane, tukae na hao mainjinia, tuone ni vipi tutaweza kuleta haya maendeleo kwa pamoja. Wananchi wa mkoa wa Iringa wamelishukuru jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani pamoja na jeshi la zimamoto na uokoaji kwa jitihada walizozifanya kuondoa mabaki ya vyuma na magari yaliyohusika katika ajali ili kuruhusu barabara kupitika kwa wakati. Shukrani hizo zimekuja kufuatia ajali mbaya iliyohusisha basi la abiria la Shabibi lilokuwa likitokea Dodoma kuelekea mkoani Mbeya na lori la vinywaji, ambapo watu 5 walipoteza maisha na wengine 28 kujeruhiwa. Nishukuru jeshi letu la polisi
kikosi cha usalama barabarani pamoja na jeshi letu la zimamoto kwa jitihada kubwa sana ambazo wameweza kuzifanya kuhakikisha kwamba mbali ya kutokea kwa ajali hii ambayo kwa namna moja au nyingine ingeweza kuzuia magari mengine yasiweze kupita katika barabara hii, wameweza kusaidia kwa asilimia kubwa sana kuhakikisha magari yanaendelea na safari zake. Ajali hii imehusisha basi letu la Shabibi pamoja na lori la kampuni ya Pepsi ambayo ilikuwa imebeba bidhaa ya kinywaji baridi cha Pepsi. Mazingira yaliyokuwepo ni kwamba bila juhudi ambazo jeshi letu la polisi imezifanya, kwa kweli pasingekuwa na uwezekano kwa magari kuweza kupita, lakini kutokana na weledi wa makamanda wetu wa kikosi chetu cha usalama barabarani pamoja na zimamoto wameweza kufanikisha kuondoa kwanza mabaki ya vyupa vilivyokuwa kwa kushirikiana na wananchi pia wa eneo hili la Tanangozi, kuondoa vyupa ambavyo vingi vilikuwa vimepasuka barabarani, ambavyo kwa namna moja au nyingine ingeweza kuhatarisha pia traffic flow ya magari ambayo yameruhusiwa kupita. Lakini pia mpaka tunavyoongea hivi sasa jitihada zinaendelea kufanyika kuhakikisha magari yaliyopata ajali yanaondolewa kwa kutumia kreni ambayo baada ya kufanya mawasiliano na uongozi wa TANROADS mkoa wameweza kuwasiliana na wakandarasi wa Kichina. Tumepata kreni ambayo sasa inaendelea na taratibu za kuondoa magari ili kuruhusu magari mengine sasa kuendelea na safari kama inavyotakiwa. Maafisa usafirishaji wa vyombo vya moto kutoka mkoa wa Iringa wameelezea baadhi ya njia zinazoweza kusaidia kupunguza ongezeko la ajali za barabarani zinazoendelea kujitokeza hapa nchini. Wakizungumza na Matukio Daima, maafisa hao wamesema madereva wote wanapaswa kuhakikisha wanakagua usalama wa magari yao kabla ya kuanza safari ili kuepusha hitilafu zinazoweza kusababisha ajali hizo. Kuangalia usalama kwanza wa chombo chako mwenyewe. Kama dereva inatakiwa kabla ya kutoa chombo eneo husika, inatakiwa ukichunguze kwanza, ujue matatizo yake yakoje, na kama kuna tatizo lolote huwezi kupakia abiria. Hilo la kwanza. La pili ambalo linaweza likasababisha hayo matatizo ni parking, hasa barabara kuu. Na watu wanapaki magari kwa mtindo wa ovyo sana. Na sieleze hizi hawa TANROADS wanashughulikia, kwa sababu unakuta mtu taa zimeruhusu lakini akafanya parking kwa mmoja. Sasa hicho kitendo, kama kuna gari imetoka huko juu, sababu vyombo vyetu hivi ni kama ugonjwa wa binadamu. Unaweza kuona kimekata breki, mbele taa zimeruhusu hazijaruhusu. Lakini je, kuna upande mmoja ambao mtu anaweza kujisaidia kupitisha kile chombo ili asilete matatizo kwa watu wengine na watu walionao kujali. Hilo pia nao lipo. Cha tatu, mifumo mingi ya madereva, hasa hao madereva wa bajaji na pikipiki. Hao madereva wa bajaji na pikipiki pia ndio wasababishi wakuu wa haya matatizo ya ajali nyingi sasa hivi. Sababu wao, yani sijajua, ila imani yangu najua wao wengi wao wajienda shule na hawajui wafanye kitu gani kwa wakati gani. Wao wanafundishana usiku, asubuhi akiamka mtu yuko barabarani. Ni kuwadhibiti hao watu, yani vyombo vidogo vidogo hivi, kuwapa elimu. La kwanza kabisa ni elimu. La pili, kukaa barabarani hasa hao askari na kuwaelimisha, kwa sababu unaweza kuona mtu ajienda darasani au ameenda darasani lakini anatumia uzoefu. Kwa hiyo unakuta elimu, yani kikubwa ni elimu tu. Kuelimisha kwa jambo la muhimu. Ili kuepusha ajali za barabarani, nafikiri ni kutoa elimu kwa madereva na pia na watumiaji wa barabara. Nao pia wanatakiwa wapewe elimu. Maana unaweza ukawapa madereva kawa wanafahamu taratibu za barabarani, lakini pia na watembea kwa miguu na watu wanaotumia vyombo vya moto wote wapewe elimu. Mimba za utotoni zimeendelea kushika kasi katika jamii zetu, ambapo watoto wengi wameripotiwa kuathirika na changamoto hiyo inayosababisha athari kubwa kwa maisha yao ya baadaye. Wakizungumza na Matukio Daima, baadhi ya vijana wamesema kuwa chanzo cha tatizo hilo ni pamoja na malezi mabaya kutoka kwa wazazi, ushawishi wa marafiki pamoja na hali ya umaskini katika familia. Na hali mbaya ya kiuchumi kwamba hawezi kumudu ule
kuendesha maisha yao ya kila siku, malazi, mahitaji nini, wanaona bora wamwezeshe mtoto wao ili nini, kwa mtu ambaye ana pesa ili wapate kujikimu na yale mahitaji. Alafu kitu kingine ni yani elimu, yani wazazi hawapi watoto wao elimu, hawaelimishe ni jinsi ya kufanyaje, jinsi ya kuishi. Umeona kwamba bwana, wewe sasa hivi unatakiwa usome, ufanye nini, fuata, timiza ndoto zako. Umeona wengi wanakuwa wanawatenga, yani wanaacha watoto wao. Umeona kitu ambacho kinapelekea nini, wao kuenda kufanya nini, wakidanganywa tu kidogo na wanaume, labda mabodaboda, amepakiwa leo sijui kesho nini, anakuta anapewa mimba. Hapo vitu vingine bwana ni ushawishi kwa nani ya bodaboda. Bodaboda wengi sana wanakuta anaanza labda mtoto nikupe lifti. Sasa zile lifti kadri zinavyozidi kuendelea yule mtoto wa shule kwa mfano, zile lifti kadri zinavyozidi kuendelea, nafikiri akimwomba atoke naye kimapenzi atakataa? Hawezi akakataa. Ndio hivyo, amemnunulia chips, amefanyia nini, mwisho siku akimwomba bwana, mimi nataka kitu fulani, umeona hawezi kupinga, lazima watu watakubali. Mzazi hata kama ni una hali gani mbaya ni kiuchumi, wewe pambana hivyo hivyo, umeona, yani usimuuze mwanao kwa ajili ya kupata kitu fulani, umeona, pambana hivyo hivyo, ipo siku nini Mungu atakuona. Alafu kitu kingine, wazazi ndio tunatoa elimu kwa watoto wetu, kwamba washike shule, umeona, na wasikubali kudanganywa na mabodaboda au na wazee hao, watu wazima hao nini. Alafu kitu kingine, watoto wenyewe wajitambue ni kwa nini moto wao, umefuata nini, unataka nini, usome ufanikiwe, baada ya hapo pale maishani, usikimbilie tamaa, yani tamaa za muda mfupi. Hizo ndo parental guidance, ambayo unakuta labda tuseme mzazi, kila mzazi na malezi yake, inategemea na malezi ambayo kila mzazi anamlea mtoto, ila kuna yale malezi ambayo yanasupport mtoto kutoka nje na kufanya vitu ambavyo mzazi anakuwa anashindwa hata kumfuatilia, ndio inaleta hata hiyo mimba ya utotoni. Kitu cha pili inaweza ikawa nini, the laws ambazo zinakuwa zimewekwa sasa hivi ni kama sio mzuri. For instance, tuseme ile kitu ya Mama Samia akisema kwamba mtu akiwa amezaa ana uwezo wa kurudi shule tofauti na previously. Hii nayo inaweza ikamfanya mtu awe na confidence ya kufanya chochote akiamini kwamba akitaka pregnancy anaweza akarudi akaendelea na kusoma. Kwa hiyo inamfavor sana msichana yani inamfavor sana, tofauti na zamani. Sasa hivi imekuwa high kwa sababu tayari wako protected by the law. Pili, malezi ya mzazi. Wazazi wengine wanakuwa yani hawafuatilii mienendo ya mtoto wake. Unaweza mtoto anatoka usiku anarudi asubuhi, mzazi amfuatilia. Mtoto yupo chini ya miaka 18 lakini mzazi amfuatilii kwa chochote. Kwa hiyo mtoto hapo yeye anakuwa ipo willing kufanya chochote anachojisikia. Atakuwa labda anakutana na wanaume, shangaa mwisho wa siku amepata mimba. Sababu ya tatu, sheria kutokuwa na mkazo. Kwenye nchi yetu Tanzania zimewekwa sheria nyingi ambazo zinamlinda mtoto chini ya miaka 18. Kwa mfano sheria ya mtoto, kuna sheria nyingine ya adhabu, ambazo sheria ndio zipo lakini sheria hazina mkazo, hazijatiliwa mkazo, ambapo sheria hazina mkazo ambapo mwanafunzi anaweza akawa na mahusiano, yuko chini ya miaka 18 lakini ana mahusiano, amepata mimba, lakini unakuta yule kijana aliyempa mimba hajafanya chochote. Sheria zipo lakini hazina mkazo. Kwa hiyo zinapelekea mimba kuendelea kuongezeka kwa sababu watu wanaona sheria sheria haifuati, haina mkazo. Na mtazamaji, kwa sasa nikukaribishe katika viunga vya michezo ambapo namkaribisha Frank Vegula kwa undani wa taarifa hizo. Hatimaye viwanjani ambako mabingwa watetezi na vinara wa ligi kuu soka Tanzania bara klabu ya Yanga watashuka dimbani hapo kesho katika mchezo mwendelezo wa ligi kuu soka bara majira saa 12:30 jioni kukaribisha wagoso wa Kaya Coastal Union kutoka Tanga, mchezo ambao utachezwa katika uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam
majira ya saa 12:15 jioni, huku mchezo mwingine utakuwa ni baina ya wenyeji Singida ambao watakuwa uwanjani katika dimba lao la Airtel Stadium kuvaana dhidi ya Mtibwa Sukari majira ya saa 10 kamili za jioni, huku tamati kwa ni mchezo ambao utachezwa majira saa 2:30 usiku katika uwanja wa Meja Isa Muyo Mbweni, Dar es Salaam, baina ya wenyeji JKT Tanzania ambao watavaana dhidi ya klabu ya Mbeya City kutoka jijini Mbeya. Asante sana Frankie Vegula kwa habari hizo za kimichezo, na kabla ya kutamatisha, huu hapa ni muhtasari wake. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na dereva asimulia jinsi alivyonusurika kifo ajali ya basi la Shabibi na lori. Pia kulikuwa kuna gari nyingine iliyokuwa mbele yangu, upande wangu wa kulia kulikuwa kuna gari ambazo zilikuwa nyuma ya lile basi, lakini nilijitahidi kukwepa kwa namna ninavyoweza. Maafisa wa usafirishaji waeleza njia za kupunguza ajali za barabarani. Kama dereva kabla ya kutoa chombo Serikali yaanza kutimiza ahadi ya kujenga barabara ya rami Vunjo. Tunaanza kwa kiwango cha lami ambapo unaanzia pale chini kwa mita 350. Mimba za utotoni zatajwa kuwa changamoto kubwa katika jamii. Na mtazamaji, wa Swahili wanasema mbio za sakafuni huishia ukingoni. Kwa niaba wote walioshiriki kuandaa taarifa hii, langu jina ni Shamia Rajabu. Nami naitwa Frankie Vegula. Asante, uwe na usiku mwema. Umehitimu darasa la 7, kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Safe Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Safe Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua Safe Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe safecompany100@gmail.com. Safe Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Croctar Kefu ni moja tu. Tofauti ya Croctar Kefu na sehemu nyingine ni moja.
Kwanza Clock Tower Cafe wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Cafe ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Cafe. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.